Okay. Kwa leo naomba tuishie hapa, lakini tutaishia na maswali ya mwisho kutoka kwa Mary. Lakini pia Pendo, kama utakuwa na swali la mwisho, tutakuwa tunamaliza for today. Karibu sana Mary kwa swali la kumalizia. Swali langu la mwisho linauliza hivi: mfano umekuwa na rafiki yako wa kiume na mmekuwa na urafiki labda tuseme miaka 3, 2, 4, yani mmekuwa marafiki kiasi kwamba yani la kwake la kwako, la kwako la kwake. Sasa na katika ukimwangalia kabisa unaona kabisa huyu mbona kama anafaa fulani hivi, anafaa labda kuwa mume, lakini unakuta jamaa kakaza. Jamaa semi ukwambia unakupenda, anakuambia tunakupenda. Nakupenda, yani ndio hivyo inakupenda, yani asubuhi anakutafuta anakuambia Mary unaendeleaje, kesho kutwa, lakini ukimwangalia kabisa unaona kabisa huyu mtu ni anafaa kabisa. Lakini unakuta ni ile hasemi kwamba yani nakuhitaji sasa. Okay. Hilo swali lina mambo mawili au matatu ya msingi. Jambo la kwanza, kwa kawaida, sawa? Kwa kawaida urafiki ukishazidi kwa mwanaume na mwanamke, sawa? Ukishafika muda mrefu sana. Sawa? Ndio maana kama ukimwona jamaa katika hatua za mwanzo, ukimwona jamaa kama anaeleweka, mara nyingi utakiwi kuruhusu urafiki kupita kiasi. Sababu kwa wanaume hata wanawake pia huwa inatokea baada ya muda mrefu kuna connection ambayo inatengenezeka inakuwa kama ya kaka na dada. Kwa hisia zinakufa. Unanielewa? Hisia zinakufa. Kwa mtu hisia zikishakufa, na hisia sio kipengele ambacho ni cha kubeza sana kwenye mahusiano. Sababu hisia ndio inaleta ile hamasa, sawa, ya watu kuwa pamoja, hasa kwenye ndoa inahitajika sana hisia, ni muhimu. Sio kila kitu kwenye ndoa lakini ni muhimu. Kwa kama ile hisia, ile connection ya kihisia ikishakuwa imekata kwa sababu ya mmekaa muda mrefu sana kwenye urafiki, kwenda kwenye ile phase tena kuirudisha, kurudi katika hisia na kuingia kwenye mahusiano na kuingia kwenye ndoa inakuwa ni kitu kigumu sana. Kwa ndio maana sasa mara nyingi inakuwa ni ngumu yeye kuweza kuingia. Lakini pia wakati mwingine anakuwa na hofu ya kukupoteza. Sababu unajua akikuletea agenda haelewi vizuri kuhusu mtazamo wako. Unawaza nini kuhusu hiyo? Kwa hiyo akishaingiza hiyo agenda kuna mawili, utamkubalia au utamkatalia. Na mara nyingi ukimkatalia urafiki utakufa. Hilo la pili. La tatu, saa zingine tu ni kwamba amekuelewa kama rafiki, hajakuona katika hiyo level ya nini, ya mke. Kwa amekupenda kama rafiki, imeishia kama rafiki. Ndio maana mimi sishauri sana hizo connection za juu sana za rafiki wa kiume na wa kike, kwa sababu kuna mmoja tu anaweza akadondoka kwenye penzi, na akidondoka mmoja lazima aumie. Sawa? Kwa hiyo maana tujifunze kuwa na tunasema nini, connection na wanaume, si ndio? Kama ni mwanamke, kuwa na connection na wanaume, ishi na watu vizuri, si ndio? Ishi na wanaume vizuri, lakini usitengeneze yale mazoea ya kijinga yatakukosesha mwanaume. Nimeeleweka? Una swali la nyongeza na kuona kabisa. Uliza. Wasichana wanasema kwamba wanawake wanaona urafiki, wanawake wengi ni wanafiki. Kwa anaona ni heri aanzishe ile mahusiano ya ukaribu zaidi na mwanaume, kwa sababu mwanaume sio mnafiki, hawezi kumsaliti. Kwa amefuata urafiki. Kama amefuata urafiki, si aishie kwenye urafiki. Ndoa ya nini tena? Wale wanawake wangemuoa. Hapana. Sasa alienda kwa sababu wamereplace mwanamke. Mwanamke huwa anaoa. Hapana. Si ameenda kwa ajili ya urafiki, aishie kwenye urafiki. Nini tena kingine? Kelele kimeniponza. Okay, asante coach. Karibu sana Pendo. Mimi niko na swali. Kwenye mahusiano